Tunasema asante Bwana, tusamee madhaifu yetu, tuko nayo mengi, lakini wewe ni mwenye kurehemu. Tunatubu mbele zako kutokuamini kwetu, hali zetu zote nyonge, tunaomba uziondoe Baba. Tusaidie tukusogelee wewe uliye Mungu mtakatifu peke yako. Tujalie tuwe kama Haruni wa kale aliyefundishwa kukanyaga miguu hata zile njuga zilie. Mtakatifu, 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 mtakatifu kwa Bwana. Jalia tuwe watakatifu kwa Bwana. Utusaidie Mwokozi. Tunaleta neno lako mbele yako, tunaenda kulisoma vifungu vya maandiko. Tunaomba wewe ulilete neno kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, hata watoto wako wapokee yale uliokusudia wapokee jioni ya leo. Walioko hapa, waliojiunganisha kwa simu na wale watakaosikia kwa njia ya YouTube, wote wabarikiwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote, amen. Mungu unawabariki sana, amen. Tusome vifungu vya maandiko. Luka mtakatifu sura ile ya 2 mstari wa 44. Maandiko yanasema, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao, na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Jina la Bwana barikiwe sana. Twende waraka wa pili wa Korinto, waraka wa Petro kwa Korinto, waraka wa pili 13 na ule mstari wa 5. Waraka au wa Korinto wa pili sura 13 mstari wa 5. Bwana Yesu atubariki sana, amen. Niliwasomea Jumapili, kuna neno moja lilifasiriwa sivyo, ila kwanza tu, jijaribuni wenyewe, ambapo inasema jichunguzeni wenyewe au jipimeni wenyewe, kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Tuende waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro 1 mstari ule wa 10. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Tuende malizie Matendo 7. Matendo 7 tuanzie mstari wa 22. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipata kama miaka 40. Akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake Waisraeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Mungu, tunakushukuru, neno lako limesomwa, tunaomba ulibariki. Tunakukaribisha Roho mkuu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tubariki, amen. Bwana Yesu naongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mweza kuketi. Kichwa changu cha somo kinachezea pale pale. Leo tutakiweka hivi: hakiki wito wako na uteule wako. Amen. Hakiki, upate hakikisho la wito wako na uteule wako. Mungu atujalie sana, na tutamtazama sana Musa hapo, japo tukipata nafasi tutakuja tufuatilie na wengine mbalimbali
tushawajaribu kuwataja kwa muhtasari kidogo, lakini tutafafanua zaidi. Mungu anawabariki kwa wingi. Amen. Bwana anawabariki sana. Hii ndio shida, moja ya shida kubwa katika waamini wa ujumbe ni hii hapa ya jambo la kujazwa Roho Mtakatifu. Ukihubiri hiyo, watu wengi wanakuona kama unataka kuwarudishe kwenye madhehebu ya Pentekoste, lakini ujumbe wenyewe ni kuturudisha kwenye tukio la Pentekoste. Amen. Hiyo ndio ujumbe, ndio kusudi la Mungu kumtuma Branham, ni kurejesha watu watoke madhehebuni, watoke kwenye dini za kujibunia, watoke duniani, warudi kwenye tukio la Pentekoste, mahali tumemwacha Yesu. Ndivyo ahadi ya Malaki inasema, angalia nitapelekea Elia nabii kabla hajaja ile siku ya Bwana ile kuna kugofya, na atageuza mioyo ya watoto elekee baba zao, na mioyo ya watoto atageuza mioyo ya baba elekee watoto wao, na mioyo ya watoto elekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kabla hajaipiga dunia kwa laana, aliahidi angetuma mjumbe ambaye angeturejesha kwenye tukio la kanisa la kwanza. Kwa ujumbe wenyewe tulionao ni wa Pentekoste. Hii message ni ya kipentekoste, sio Pentekoste dhehebu. Huu ujumbe ni wa matukio, ni wa tukio la Pentekoste, na matukio yote ya kitabu cha Matendo yanapaswa yaambatane na kanisa. Marko 16 inapaswa yaambatane na waaminio. Yohana 14:12 Yesu akasema, waniaminio mimi, kazi nizifanyazo nao watazifanya. Lazima tuwe na kazi zile Yesu alizifanya, na hapo ndipo tutakuwa tumerudi mahali pale ambapo Mungu anataka tukae, na hapo ndipo mnyakuo utatendeka, na hapo ndio imani itakuwa imerejea. Ni kuona maisha ya Kristo yakiwa ndani ya watu waaminio ujumbe wa Malaki 4. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Hata nabii anatuambia kuna jambo moja ambalo tukilitenda atarizika. Yeye mwenyewe Branham ndiye atarizika, ataona ameshafikisha ujumbe. Lakini tusipotenda hivyo hatarizika, kwa sababu ataona bado. Unasema ni jambo gani hilo? Ninaweza kukusomea jambo hilo ambao nabii anasema nikitimiza hilo nitarizika kabisa. Bwana anatubariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina. Ni maelezo nyakati 7 za kanisa, kipindi cha kwenye kipengele cha muhtasari wa nyakati. Anasema, kamwe siwaletei watu ujumbe kusudi wanifuate ama wajiunge na kanisa langu. Kusema tu namfuata Branham bila Roho Mtakatifu hakuna maana. Yaani hapo umepotea mazima. Ni kusema tu namfuata Petro bila kujazwa na Roho wa Mungu siku ya Pentekoste. Maana waliuliza, tutendeje ndugu zetu? Wale waamini wa kwanza waliuliza mitume, sawa, tumesikia umehubiri, tumeikubali, sasa tufanyeje? Akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Hicho kipawa cha Roho Mtakatifu, ahadi hiyo ni kwa ajili yenu na watoto wenu, yani vizazi na vizazi, na wote watakaoitwa na Bwana, na wote walio mbali mpaka wapi? Mpaka huku Tanzania, Sumbawanga na popote pale. Jina Bwana barikiwe sana. Na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Hiyo ni ahadi. Kwa hiyo huwezi kaikwepa. Ili uwe Mkristo lazima upate hiyo kitu. Nami nasisitiza hapa, ili uwe mwaminio lazima upate tukio la Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu aliye hai ibadilishe maisha yako, upate Roho wa Kristo, utu wa Kristo uingie ndani yako, uwe na maisha ya Yesu. Hapo ndipo takuwa waaminio. Sehemu nyingine na basi sema hata huna haki ya kujiita Mkristo ni mpaka una Roho wa Kristo. Kwa sababu Mkristo ni aliye na Kristo. Mkristo ni aliye na uhai wa Kristo ndani. Huyo ndio Mkristo. Amina. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Na tunapaswa tuwe hivyo, tuwe masihi wadogo. Amen. Kwa hiyo hili jambo ni muhimu sana. Akasema, kama siwaletei watu ujumbe kusudi wanifuate ama wajiunge na kanisa langu. Kwa hiyo kujiunga na kanisa la ujumbe, kujiunga na kanisa la maskanini
sio kusudi la Branham. Ama waanzishe shirika fulani na madhehebu fulani. Ukisoma ujumbe uanzishe jambo fulani, uanzishe kanisa la madhehebu, ingize na mawazo yako humo, sio kusudi la Branham. Amen. Sijafanya hivyo kamwe, wala sitafanya hivyo sasa. Sivutiwi na mambo hayo, bali ninavutiwa na mambo ya Mungu pamoja na watu. Na kama naweza kutimiza jambo moja tu, nitaridhika. Jambo hilo moja ni kuona uhusiano wa kweli wa kiroho baina ya Mungu na watu umeimarishwa, ambapo watu wanakuwa viumbe vipya katika Kristo, wamejazwa na roho wake na wanaishi kulingana na neno lake. Hilo likitimia, Branham ataridhika. Wangapi wanataka wamridhishe Branham? Okay, sisi wote. Ndio maana ya kumfuata huyu mjumbe, kwamba tunamfuata. Hatumfuati kwa maana ya kusema tunamfuata. Tunamfuata kwa maana ya kushika kile alichosema. Huwezi kusema nampenda Branham na huyashiki maneno yake. Kama tunampenda, tutashika kile amesema. Kwamba ukishaamini, ukatubu, ukabatizwa, huna budi kumtafuta Roho Mtakatifu. Hiyo ni lazima, sio ombi. Yesu mwenyewe hilo ndio fundisho lake la kwanza, ndio fundisho kuu. Akamwambia Nikodemo mwanadini, lazima, sio ombi, sio unapaswa, ni lazima uzaliwe mara ya pili. Ni lazima, ili uone ufalme wa Mungu na uingie. Ili uone na kuingia, lazima. Kwa hiyo kama hujazaliwa mara ya pili, manake hata hujui wala hujaingia. Ili uone, na kuona ni kufahamu. Ili ufahamu uzima wa milele, ufalme wa Mungu, unaufahamu kwa kuzaliwa ndani yake. Ndio utakuwa unaelewa unachozungumza kuhusu Ukristo ni nini. Utakuwa unaelewa ufalme wa Mungu ni kitu gani, kwa sababu ulishaingia. Kwa hiyo unaufahamu, na kufahamu ni kuona. Kwa hiyo huwezi kuona wala kuingia ni mpaka umezaliwa mara ya pili. Ndio fundisho la kwanza la Bwana Yesu, na Biblia inasema ni fundisho kuu. Ndio fundisho namba moja. Ndio kitu cha kwanza muamini anapoamini ujumbe huu. Tumewaingiza wengi kwa kujiunga na kanisa la ujumbe. Washirika ni wengi wa jinsi hiyo, walioingizwa tu kwa kujiunga. Njoni, tokeni madhehebuni, njoni muamini ujumbe wa saa. Wakaja wakaamini, tukawa na idadi kubwa. Hilo sio kusudi la message, sio kusudi la ujumbe. Kusudi la ujumbe ni watu wazaliwe wawe viumbe vipya katika Kristo, na waishi kulingana na neno la wakati huu. Mungu na tujalie sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Hii ni tamu sana. Hii naipenda ndugu yangu. Na kila Mkristo wa kweli anapaswa aipende. Amina. Amen. Kuna mtu wa Mungu huyu, tutamsema habari zake sana. Musa, nimeshatasitiza habari za Musa. Musa mmeona tulivyosoma. Yeye alijua kabisa yeye ni mkombozi. Alikuwa amefundishwa na mama yake matukio ya kuzaliwa kwake, na vile Mungu amemuokoa na kifo na kadhalika, mpaka amelelewa chini ya miguu ya Farao na kadhalika, mpaka amepata na elimu ya Misri, mpaka kapata ma PhD na LLD. Ninazo hizo nukuu, na bana sema alikuwa na LLD na PhD alikuwa nazo za elimu ya Misri. Na Biblia imesema alikuwa mmesoma alikuwa na nini? Alikuwa, turudie tena. Nabii ameifafanua tu zaidi, lakini neno limesema huyu Musa ni Matendo 7:22. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri. Hekima yote, na akafaulu. Amen. Amen. Ile hekima yote ya Wamisri vile wanataka, yani ili waboreshe mambo yao ya maendeleo ya kimwili, Musa alikuwa na elimu hiyo. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Akawa hodari wa maneno na matendo. Amen. Ndio nabii anasema alikuwa na PhD ya Misri, na alikuwa anaweza kuwafundisha wa Misri mambo yote yanayohusiana na hekima za wakati huo au na maarifa ya wakati huo. Bwana anatujalie sana.
Amen. Ndio naanza ujumbe wa kudhania, aya ya 246. Musa alidhania bila ya wito halisi ya kwamba Mungu hakika angewafunulia watu hao. Kwa hiyo Musa akatoka pale akaenda kuwakomboa ndugu zake, akijua kabisa, akadhania ndugu wataelewa, Mungu atawaonyesha. Lakini ilikuwa kinyume. Alikuwa akitoka kwenda kuiteka Misri kule chini. Alidhani ni wakati wa kufanya jambo hilo, lakini alishindwa, na alishindwa vibaya, na akajisalimisha, akaacha wazo hilo lote, mpaka siku moja akakutana naye. Mpaka siku moja Mungu akakutana naye. Kwa hiyo unaona tofauti. Musa ana elimu kubwa. Kama kuna mtu anadai ana elimu na ana bongo na elimu ya dunia hii na maarifa dunia hii, Musa alikuwa nayo. Kama kuna mtu anadai analijua neno, Musa alifundishwa na mama mcha Mungu. Mama anayeomba na kufunga mpaka Mungu akamtokea. Na Bwana anasema Yokebedi na Amram waliomba mpaka Mungu akawatokea, mpaka akawajibu. Huyo ndiye amemfundisha Musa. Kwa Musa amefundishwa na mwalimu wa kiroho, mama wa kweli mcha Mungu, ambaye hata Mungu alimfunulia jinsi ya kumuhifadhi mtoto. Mama ambaye anatumika na roho wa Mungu. Hata Mungu akamfunulia kwamba muweke kwenye safina. Ile akili mama singeifanya yeye, ilikuwa ni roho wa Mungu akimfunulia. Sasa huyo ndio mwalimu wa Musa, pamoja na ufahamu wote wa kumjua Mungu kwa njia ya mama. Amen. Na kuwa na elimu na akili ya dunia hii. Akajaribu awakomboe ndugu zake, na huku kabisa amezaliwa chini ya ishara, na yeye kabisa ni mhusika. Baada alishindwa. Shida ni nini? Alikuwa hajakutana na mhusika. Mhusika ndio mwenye kazi. Kazi yenyewe ni ya Mungu. Sasa tunataka kumfanyia huyo Mungu kazi, alafu haja kutuma, haja kutokea akuagize, na ujue ni muda gani, na ujue jinsi ya kuifanya. Yabidi iwe ni wakati wake. Haleluya. Na iwe neno la ahadi, na iwe ni mtu aliyekusudiwa. Amina. Na Mungu akutume yeye, na uwe shahidi wakati natukia, unaweza kuwaelezea watu jinsi alivyokutuma. Hiyo ndio Musa alikosa akiwa na miaka 40. Akaamua kuifanya kwa kudhania. Alishindwa vibaya kabisa, na aliua tu huyu moja, na kazi ikamshinda. Hata wale ndugu zake nao wakomboa hawakumtambua. Kwa hiyo ukiwa unadhania umetumwa, moja, itakutesa sana, na utatesa hata hao unaowatumikia. Unaona inavyokuwa? Huduma yako inakuwa ngumu, kwa sababu kwanza umedhania tu kwa vigezo fulani vya kawaida, mbali na kile kigezo Mungu ameweka. Ili umtumikie, yabidi yeye akutume, yeye akutokee, akuzungumzie. Haleluya. Akuagize na akupe vifaa vya kutendea kazi, akuingize kwenye kazi yenyewe. Amina. Akupe zana za kufanyia kazi yake. Hapo ndipo utafaulu. Nje ya hapo utakuwa unajitesa, na kazi ya huduma itakuwa kwako ni ngumu, na itajaa lawama, na watakuwa wanachoshwa na wewe, na sijui utaendeshaje kanisa, na mambo yatakuwa ni magumu. Hivyo ndivyo baadhi ya watu wamejitesa sana, na kanisa limeteseka, au watu wa Mungu wameteseka kwa sababu ya kukosa huduma iliyotumwa na Mungu. Na mhudumu mwenyewe naye akajitesa. Kwa hiyo ukawa ni mzigo sehemu zote mbili. Kwa mhudumu ni mzigo, na kwa kusanyiko ni mzigo. Wakisema sasa, ndugu, basi tuwekee kanda tu, anakasirika. Kwa sababu amegundua hana huduma. Kwa sababu huduma kama hamna ya kutusaidia ili tuweze kupata kile kicho ndani ya kanda, tunapaswa tusikize kanda peke yake, mpaka utakapopata huduma iliyotumwa, kama huyo aliyehubiri kwa njia ya kanda, William Marion Branham. Mungu yule anayemtokea Branham
ndiye anatakiwa tokee huduma ambayo ituelezee hata hiyo kanda inasemaje. Nje ya hapo tutakuwa tunahubiriwa na mtu mwenye bongo aliyejua kusoma jumbe na kuunganisha nukuu kwa nukuu. Hiyo ndio tulisema Jumapili. Swala la kuhubiri si nukuu kwa nukuu kwamba ndio kuhubiri Injili. La, Mungu atujalie sana. Kuhubiri Injili ni kudhihirisha uhai wa Kristo, kudhihirisha kazi ya Roho Mtakatifu. Yabidi awe amekutokea ndipo kazi hiyo itatendeka. Amen. Kwa sio swala la kusomeana jumbe. Hatuji kanisani kusomeana jumbe. Hiyo haijatuleta hiyo. Mungu hajatuma huduma 5 ziwe zinatusomea jumbe. Ametuma huduma 5 ziwe zinadhihirisha uhai wa ndani ulio ndani ya ujumbe. Zinadhihirisha hili neno, kuthibitisha alichosema Branham ni kweli. Amen na amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Na hapo ndipo palipo na ugumu. Hapo ndipo ambapo panakuwa kama vile nachokoza kitu fulani. Lakini hivyo ndivyo na mimi najiweka katikati ya wahudumu hao, nikiwa mimi mwenyewe najihubiria. Lazima niwe nimehakikisha wito wangu, nimethibitisha wito wangu na uteule wangu kwamba je, ni kweli nimeitwa? Je, ni kweli nimetumwa? Je, nimeagizwa? Kama sina vigezo hivyo, niketi chini mpaka atakapompata mtu ambaye Mungu amemwita na amemteua na amemtuma. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hatuko hapa kunukuliana jumbe. Sio swala hilo. Lazima uwe ujumbe umekuja moyoni, afu hizi nukuu zinathibitisha. Amen. Branham hakuja kutunukulia Biblia. Alituletea ujumbe uliofichwa ndani ya Biblia. Afu Biblia ikawa inathibitisha huduma yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Kwa tukaona inaambatana na maandiko, inaambatana na neno, huduma yake. Ndipo tukamtambua huyu ametumwa na Bwana. Na ishara na maajabu Roho wa Mungu akamunga mkono, na uhai wa Kristo tukaona ukidhihirishwa ndani yake. Na akasema kusudi langu hasa la kuajia si sana kuwaombea wagonjwa, bali ni kuwajulisha Yesu Kristo. Na Branham ametutambulisha Yesu kwa maisha aliyoishi, akadhihirisha uhai wa Kristo ukitenda kazi katika maisha yake. Na hapo ndio tukaamini huyu ni mtu wa Mungu. Maana matendo ya kimbinguni, maajabu na ishara za kimungu zikawa zinafuatana naye na zikalingana na maandiko. Si tu ishara, lazima ishara zilingane na maandiko. Sio tu maandiko ya ahadi ya saa. Yabidi yawe ni ya wakati huo. Amen. Na Mungu alipomtokea Musa ilibidi amwambie neno la saa hiyo. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo. Mimi nimekumbuka ahadi yangu. Nimeona watu wangu Misri wanateseka. Anaeleza sawasawa na jinsi alivyoahidi, alivyomwelezaga Ibrahimu. Kwa hiyo inabidi iwe ni neno la wakati huo. Roho wa Bwana akija, Mungu akija, anadhihirisha neno la saa hiyo. Amen. Ishara zinaambatana na maandiko. Kama ishara zinaambatana na neno, hizo ishara hazina maana. Mungu atujalie sana. Kama swala ishara, leo wengi wana ishara. Lakini ukija ni za maandiko unakuta zinapingana maandiko. Yeye mwenyewe ukimwingizia neno la saa anakataa na analitupa kule. Inaonyesha kwamba hizo ishara si za Mungu. Hizo si za Mungu. Sana zinatimiza upande ule mwingine, Mathayo 24:24. Manabii wa uongo na makristo wa uongo lazima wawepo. Wametiwa upako kabisa na roho halisi, lakini si upako wa sahio wa maandiko ya ahadi ya Mungu kwenye mapenzi makamilifu ya Mungu. Wanatenda kwenye mapenzi ya kuruhusia. Maana Mungu ana mapenzi mawili, mapenzi ya kuruhusia na mapenzi makamilifu. Tunachohubiri leo ni mapenzi makamilifu. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Amina. Musa.
Amen. Alikuwa akitoka kwenda kuiteka Misri kule chini. Alidhani ni wakati wa kufanya jambo hilo, lakini alishindwa, na alishindwa vibaya, na akajisalimisha, akaacha wazo hilo lote, mpaka siku moja Mungu akakutana naye. Wakati alipokutana na Mungu kwenye kijiti kilichowaka moto, aliingia katika kijiti hicho. Hiyo huwezi kuipata kwa Biblia, inabidi iwe ni nabii. Musa aliingia ndani ya kijiti kile. Aliingia katika kijiti hicho. Kijiti hicho kikamwingia. Yeye aliingia ndani ya kijiti kile kinachowaka, nacho kikaingia ndani yake. Na sio kijiti kama kijiti, nguzo ya moto. Aliingia ndani ya nguzo ya moto. Ndio maana nasema usikaribie mahali hapa, ni patakatifu. Ilikuwa inaonekana kama hapo, lakini poti ilikuwa imezunguka. Kwa alivyoingia akavua viatu, alikuwa ameingia ndani yake, nayo ikaingia ndani yake. Jina Bwana barikiwe sana. Anapoambiwa hapa ni nchi takatifu, ni mahali pote hapo ipo. Ilikuwa mbingu imeshashuka, iko hapo. Kwa Musa akaingia mbinguni, akaingia ndani ya kijiti. Haleluya! Mungu alikuwa ameshashuka kwa kijiti, kwa aliingia pale ndani ya himaya ya nguzo ya moto. Ndio maana ikawa inasema anasikia. Amina. Wakazungumziana naye, akasema ikasikia. Wakaulizana na maswali. Amen na amen. Na wakati anaongea nayo, ameingia ndani yake, anaongea nayo, inaingia mpaka ikaingia yote. Hapo anamwambia, sasa unajua nikienda hawataniamini Mungu amenituma. Akasema, umeshika nini mkononi? Wakati huo tayari imeshaingia. Kumbe ile fimbo anaenda kushika ni Mungu mwenyewe aliyeko ndani yake. Akishika haiwi fimbo. Akasema, nimeshika fimbo. Akasema, itupe uone. Akaitupa. Ikageuka kuwa nyoka. Akatimua mbio. Asa rudi. Shika mkia wake. Anashika, ikageuka kuwa fimbo. Asa vipi hiyo? Na kuhakikishia wito. Alikuwa anamthibitishia. Kwa Musa alikuwa nadai, sasa nataka nithibitishwe, niwe na uhakika. Wataenda kunihoji, huyo Mungu aliyekutokea, yani tunajuaje? Wakaonyesha hayo matendo. Fimbo, mti unageuka kuwa nyoka. Ishara hiyo. Alivyo akasema, Mungu sana kuongezea nyingine. Chukua mkono wako, weke kifuani. Akauweka. Asa utoa, kautoa wote unaukoma. Akasa urudishe tena, akaurudisha, ukawa mkono vizuri. Sana hiyo je? Akasa sasa nikwambie, wasipoamini sauti ya ishara ya kwanza na ya pili, nakupa ya tatu. Ya tatu tachukua maji. Wakisha kataa zote hizo mbili, wewe chukua maji, ya mwage juu ya ardhi, yatakuwa ni damu. Na hiyo je? Akauliza ya mwisho. Sawa, hapo umenihakikisha ni sawa. Lakini kuzungumza ndio hapa shida. Yaani kukubali nimekubali, na hivi nitakavyoonyesha watakubali. Sasa shida, huu ujumbe unaonipa ni ngumu kuufikisha. Akasema tunamalizana hapa. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa tunamalizana hapa. Ni kweli najua kuzungumza kwako ni shida. Na mimi ndio nimeumba kinywa cha mwanadamu, kinene au kisinene. Sasa nakuacha hivyo na kuandalia mtu wa kukuelezea, mwenye kuelezea vizuri. Kwa hiyo wewe kwake utakuwa Mungu, na yeye atakuwa ni nabii kwa Farao. Kwa yeye huyu mtu atakuwa kinena, wewe ndio unachukua maneno yake, ndio unaenda kufafanua, kwa sababu wewe unajua kusema, ndio kaelezee vizuri. Kwa wewe utakaa mahali pa nabii, na Musa atakaa mahali pa Mungu. Kwa Musa akawa Mungu Misri, alafu Haruni akawa ni nabii. Oh, haleluya. Amen. Na jambo hilo lazima liwepo tena leo. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu, niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, na amri na hukumu. Angalieni pekee ile ya nabii. Kwa huyu nabii tuliye naye yuko vile kama Musa alivyotokewa. Na kama Musa alifanywa nabii, Musa alifanywa Mungu.
kwa kipindi kile, kwa Farao na hata kwa wana Israeli, na Haruna kawa nabii, na leo ni jambo lile lile. Wala msiliswali kwenye YouTube kwamba tunaponukuu Branham tunanukuu Mungu. Sio kwamba tunanukuu mtu. Haya sio maneno ya Branham. Sio Branham aliyetenda miujiza. Sio Branham aliyekuwa anafanyika nguzo ya moto. Branham alikuwa hapa na nguzo ya moto ilikuwa hapo. Haleluya. Branham alikaa hapo na Mungu akafanya upambanuzi. Kwa huduma yote ni Mungu mwenyewe. Ndio maana tunanukuu Branham anasema, Branham anasema, manake Mungu anasema. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hao yabidi wawe ni wakina Haruni kweli kweli. Na Haruni ilibidi atokewe na Mungu yeye mwenyewe pia. Kwa Mungu alimtokea Musa, alafu akamtokea na Haruni, na akamwandaa Haruni. Na leo Mungu lazima atokee wakina Haruni ili waachukue maneno ya Musa, maneno ya Branham, wawaletee watu. Oh, haleluya. Siku Musa alikawia mlimani siku 40. Haruna alikuwa hana cha kuwapa. Kwa hiyo akawapa ibada ya ng'ombe. Kwa bila nabii huduma 5 hazina kazi. Kwa huduma 5, haleluya, kuziamini ni mpaka zichukue nabii. Kama hazichukui kwa nabii, hatuziamini. Tutaziamini tu kama zinachukua kwa nabii. Sasa aliyetumwa ni nabii. Kwa na huyu Haruna kaandaliwa chukue maneno ya aliyetumwa, alafu awape wahusika. Aliyetumwa kizazi hiki ni William Marion Branham. Amen. Kwa hiyo wakina Haruni abidi wachukue kwa nabii, ndipo walipatie kusanyiko. Na abidi wao wametokewa na Mungu nao. Nje ya hapo hapana. Hapana, watatulisha ibada ya ng'ombe. Bwana natujalie sana. Ni ujumbe mkali, wala sio ujumbe wa mchezo. Ukisikiwa huko, pengine wakati mwingine wengine wanaweza kufanya maamuzi mengineo wasinikaribishe. Lakini wale wanaonipenda watanikaribisha kwamba hii ni kweli. Amen. Oh, haleluya. Narudia tena 247, kudhania. Presuming. Wakati alipokutana na Mungu kwenye kijiti kilichowaka moto, aliingia katika kijiti hicho. Kijiti hicho kikamwingia. Ndipo palipokuwa na tofauti. Hakudhania. Haikuwa tena kudhania. Alikuweko hapo kwenye tukio. Alikuwa anaweza kukusimulia. Aliongea nayo ikaongea. Kwa sio mambo ya kudhania tena. Sasa sijui, ninaamini naamini nitamua tu huyu Misri, nimfiche hapa chini katika mchanga, na hilo litatosha. Hiyo ilikuwa ni habari nyingine ya Akani. Mnaona? Akaendelea. Lakini wakati Mungu alipozungumza naye katika kijiti kilichowaka moto, na kweli akamwona Mungu, akawa na hakika na Mungu, na akajua kwamba Mungu alikuweko, na akamsikia akisema, hakika nitakuwa pamoja nawe. Huo ni wito wa kibinafsi. Yaani ndio nataka iwe ya uhakika. Huduma ziwe hivyo. Hapo ndipo tutasalimika wa ujumbe. Ukihubiriwa na mtu bongo tu, utakaa hutajazwa kabisa. Inabidi uhubiriwe na mtu aliyekutana na nguzo ya moto. Petro alipokutana na nguzo ya moto siku ya Pentecoste, ndiye akihubiri watu wanapokea nguzo ya moto. Kaenda kwa Cornelio akahubiri, nguzo ya moto ile ikatokea, kwa sababu yeye mwenyewe alishakutana na nguzo ya moto. Kwa ukihubiriwa na mtu hajakutana naye, atakuhubiri vya akili, na vya akili havileti Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu haungi mkono wazo la mtu.
wala elimu ya mtu wala kipaji cha mtu. Roho Mtakatifu anaungaga mkono neno lake peke yake, na huna namna ya kuipata neno lake ni mpaka yeye neno ameingia ndani. Akiingia ndani unafanyika neno na unakuwa na neno lake, na atakuja alithibitishe. Bwana anatubariki sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Haleluya. 149. Mara nyingi watu wanaondoka na kusema, ninaamini, niliitwa kuihubiri Injili. Unaona, mtu hapaswi kuhubiri Injili mpaka afu ikawekwa dash dash. Mtu hapaswi kuhubiri Injili mpaka nije ujumbe wa umoja wa muungano. Umoja wa muungano. Oneness in union. 106. Yesu hangewaruhusu wanafunzi wake kuhubiri Injili mpaka walipompokea Roho Mtakatifu. Hata hivyo walikuwa wamepewa heshima ya kutembea pamoja naye. Hebu azia. Mtu ametembea na Yesu lakini hatoshi kuwa mhubiri. Vipi ambaye hata hajatembea naye anaisoma tu kwa Branham? Huyu si bado ni bongo tu. Hizo ni bongo tu. Ni maarifa tu ya kujua kusoma na kuandika. Hayo hatutaka, hata tusaidia. Haya hayatupi uzima milele. Maarifa ya kujua kusoma na kuandika, wapo maprofesa wako vyuoni. Manake wangetosha kutuhubiri kama ingehitaji hiyo. Tusingehitaji ndugu wa kutunukulia jumbe kama inahitaji elimu. Kama inahitajika elimu tungechukua maprofesa. Watusomee jumbe tupate kuelewa. Lakini hii kitu yenyewe ni mhusika ni Mungu mwenyewe. Lazima yeye ndiye amekuja, ameazima mwili wa binadamu, akili yake kuweka pembeni, vipaji vyake kuweka pembeni, afu Mungu mwenyewe anachukua mamlaka. Hapo ndipo tunasaidika. Hakuwaruhusu waende wakahubiri waliopata heshima kutembea naye, kuvua naye, kula naye. Wazia umekula na Yesu, bado uruhusi kuhubiri. Oh, haleluya. Bila Roho wa Mungu bado uruhusi kuhubiri. Sio tu kula naye, hata nilisema juzi nasema tena, hata mama yake aliyemzaa haikumpa pasi ya kwenda mbinguni kwa kumzaa. Na bana sema Mungu alitumia tumbo la Mariamu kama anavyotumia moyo wako. Kwa hakuna cha kusema Mariamu alikuwa na kitu cha kujivunia. Na mtu mmoja akasema heri tumbo leo kuzaa, na yeye akasema heri wanaosikia neno la Bwana na kulishika. Swala sio kuzaliwa tumbo leo ni zaa. Swala ni nani anasikia neno na kulishika. Ilibidi Mungu ampitishe Mariamu Pentekoste, ajazwe na Roho Mtakatifu, ndipo astahili kwenda mbinguni. Sasa wewe unayetaka njia ya mkato unaipata wapi? Ya kusema jiunge tu na ujumbe tunaenda mbinguni. Uendi namna hiyo. Bwana tujalie sana. Mungu ana njia hiyo. Mungu ana njia moja tu ya kuleta watoto wake, ni kwa kuwazaa na Roho wake. Watoto wa Mungu wanazaliwa na Roho wa Mungu. Nje ya hapo hujawa mtoto, hujawa mwana wala binti wa Mungu. Ni mpaka umezaliwa na kiumbe cha kimbinguni. Cha kimbinguni kimeingia moyoni na kikakuzaa. Hapo ndipo unaenda mbinguni. Ndipo utaungana na cha kimbinguni kwa sababu umefanana nacho. Kama kuna kitu utatafuta duniani kwa ujumbe huu leo, ni kumpata Roho Mtakatifu. Kabisa. Yeye ni Mungu wa matukio, na atakupa tukio dhahiri kabisa. Taisoma hapo mbeleni kama nitaifikia. Kama sitaifikia Jumapili tutakutana nayo. Bwana anatujalie sana. Yesu hangewaruhusu wanafunzi wake kuhubiri Injili mpaka walipompokea Roho Mtakatifu. Hata hivyo walikuwa wamepewa heshima ya kutembea pamoja naye miaka 3.5. Ingawa walikuwa watu watakatifu,
kwa sababu walikuwa wametakaswa na neno. Baba, watakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Wamehesabiwa haki, wametakaswa, hata wanavuviwa wanatenda ishara na maajabu. Hiyo haikuwapa pasi kuhubiri injili, bado ni mpaka wapate tukio. Hiyo ndio nayohubiri leo, hiyo ndio nayohubiri kwenye jumbe hizi zilizofuatana. Amen. Wala sihubiri kwa kupepesa hivi kwamba hivyo hivyo, nataka upate tukio. Amen. Amen. Anasema ingawa walikuwa watu watakatifu waliokubalika machoni pake. Wamekubalika, wa message wamekubalika machoni pa Mungu kabisa. Kuna watu wamepata neema kabisa, wameitwa na Mungu kabisa, wana wito moyoni, lakini shida bado hajakutana nao, hawajakutana naye. Hata Musa alikuwa na wito ule unauma, anataka afanye kitu. Wito huwa ni kitu kinauma. Unavyoamini ujumbe ilikuma mpaka ufanye maamuzi, huo ni wito. Lakini neno linasema hakikisha wito wako na uteule wako. Ukiajiriwa serikalini, unafanya kazi kwa muda, alafu wanakupa barua ya uthibitisho kazini. Wale waajiriwa mnafahamu, lazima wakuthibitishe, uthibitike kwamba ni kweli wamekuhakiki wewe unafaa kuwa mfanyakazi wao. Na hiyo barua uwe nayo, wakupatie kwamba tumeona unafaa, wamekuhakiki, wameona unafaa. Hapo ndipo unaweza kusema mimi ni mfanyakazi. Kabla hujapata barua uthibitisho kazini, wewe bado hawajakuamini sana. Sasa na Mungu anataka afike mahali ambapo anakuamini. Lazima akupe nini? Barua ya kuthibitishwa kazini. Mungu lazima akupe barua ya kuthibitisha. Na hiyo barua kuthibitisha ni kukujaza Roho, ni kukupa kuzaliwa mara ya pili na kukujaza Roho wake. Hapo ndipo umethibitishwa kazini. Umethibitishwa kwenye uaminio. Nitakusomea hapo mbeleni uone kuthibitishwa kuwa mwaminio leo. Nitakusomea kwa nabii. Utasema lazima uthibitishwe. Nachohubiri ni kuthibitishwa kuwa mwaminio wa kweli. Kuamini tu wewe peke yako haitoshi. Na kweli unapaswa uamini kwanza wewe peke. Unamwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha, umempokea. Hiyo ni sawa na unapaswa ushikilie imani hiyo. Lakini Mungu hajaitambua ni mpaka amekupa Roho wake. Siku amekupa Roho wake ndiye anakuthibitisha kuwa wewe ni mwaminio. Nje ya hapo bado mbingu hazijui wewe ni mwaminio, ila washirika wanajua wewe ni mwaminio, wewe mwenyewe unajua wewe ni mwaminio, mchungaji anajua wewe ni mwaminio, lakini mbingu bado haijasema amina. Ni mpaka mbingu ikupe kitu chake. Ikupe barua ya uthibitisho. Barua ya uthibitisho kwa mwamini ni Roho Mtakatifu peke yake. Peke yake hiyo. Amen. Amen. Hiyo inaingia vizuri. Hiyo ni ujumbe hiyo. Amen. Ingawa walikuwa watakatifu, waliokubalika machoni pake, lakini yeye hakuwaacha waende kuhubiri mpaka walipongoja kule juu na kujiondolea tofauti zote, ndipo Roho Mtakatifu akaja. Narudia ujumbe wa kudhania 250. Sijari ana elimu nzuri namna gani, jinsi anavyoijua Biblia vizuri. Ibilisi anaijua vizuri kuliko yeyote wetu. Hiyo ni kweli. Bali hawezi kuishia. Ibilisi hawezi kuishi neno. Lakini Biblia anaijua vizuri. Kwa swala si kusoma jumbe wala kusoma Biblia. Swala ni kumpata huyu mwandishi wa Biblia na mhubiri wa ujumbe. Ukimpata uhai wake, hapo ndio utaijua Biblia. Kuna mtu mmoja naitwa Dr. Kriboni kama sijakosea jina. Alikuwa akimdharau sana Branham kwa kuwa alikuwa anaona hawezi kusoma baadhi ya maneno fulani, misamiati migumu ya Biblia. Amen.
Kwa mfano mfalme Asashasta, Branham alikuwa wakati mwingine anamwambia aliye karibu naye, nisomee hilo. Hasa yule mtu alikuwa akimdharau kwa sababu Branham asingeweza kuisoma Biblia kwa lugha zao na kwa lugha ndefu na kwa masentensi hayo. Kwa hiyo yeye akaona kama Branham amefeli kuwa mtumishi. Kwa siku moja akawa anaongea jambo fulani mahali fulani wahudumu, na huyo bwana Clibborn akawa alivyo na elimu na alivyo na ufahamu na akili nyingi na kujua injili kiakili, akawa akifafanua jambo fulani. Branham akasema haiko hivyo. Branham akakataa, akasema haiko hivyo. Jamaa kamdharau kuonyesha ishara ya mikono na midomo kwamba ndio shida ya Branham. Hata Biblia yake hawezi kuisoma. Branham akasema ni kweli ndugu, Biblia siwezi, huenda nisifahamu kuisoma, ila nashukuru ninamjua mwandishi wake. Branham sema haikusema kujua Biblia yake ni uzima, ilisema kumjua yeye ni uzima milele. Swala sio kujua Biblia. Swala ni kukutana naye. Swala sio kujua message nukuu na nukuu. Swala ni kukutana naye. Alafu hizo nukuu ndio utaona zilivyo na faida. Lakini nukuu bila Roho Mtakatifu ni elimu, ni theolojia, ni dhehebu. Mungu natusaidie sana. Sikiliza, sijari ana elimu nzuri namna gani, jinsi anavyoijua Biblia vizuri. Ibilisi anaijua vizuri kuliko yeyote wetu. Hiyo ni kweli, bali hawezi kuishia. Jambo ndilo hilo, hawezi kuishi. Unaona? Hapo tu ndipo hapo ndipo unapompiku. Unaona? Huenda akaijua vizuri kama wewe unavyoijua, bali hawezi kuishi kama vile wewe unavyoweza. Kristo alikufa upate kuishi. Unaona? Wala kamwe hakumfia. Yesu hakumfia Ibilisi. Yesu alikufia wewe ili upate kuishi Biblia. Amina. 251 kudhania. Hakuna mhudumu aliye na haki zozote. Haidhuru yeye ni mwelevu jinsi gani, anajua theolojia kiasi gani, na jinsi gani anavyoijua Biblia vizuri, hapaswi kupanda mimbarani kuhubiri injili mpaka kwanza amekutana na Mungu. Si kudhania ya kwamba inanibidi kutoka niende nitapata ruzuku bora zaidi na ninatumaini haitanibidi kufanya kazi mno. Huyo mhubiri anaona kama sehemu ya injili ni ya kujipatia kipato, ndio wazo. Hajaitwa. Huyo hajaitwa. Aliyeitwa huwa hata hawazi kuna fungu la 10. Wala hawazagi chochote. Wala hata mawazo hayo hayapo. Yeye ana wito unaouma ndani. Ni watu waokolewe, na wala sio yeye, ni Roho wa Mungu ndani yake. Hayo mambo mengine Mungu akiruhusu afanye, wamfanyie ni sawa. Hata asipomfanyia atahubiri. Wala haimkomeshi kuhubiri. Na mtu anasema nimeona huku hakuna chochote bwana. Hakuna maslahi. Huyo hakuitwa. Huyo ni njaa zake tu. Lakini aliyeitwa, yeye ameitwa. Ahubiri, asipate chochote wala havihusiani. Ale ugali, dona na mrenda, injili takwenda. Bwana anatujalie sana. Amen. Amekutana na Mungu. Huyo amekutana na Mungu. Kwa hiyo sio kazi nyepesi kwamba naenda tu alafu nitapata ruzuku. Sio hivyo. Kama kweli wewe ni mhubiri, naam. Lakini na watu watakuwa hivi, nami nitapendwa na watu miongoni mwa jirani mahali nilipo na mambo kama hayo. Nami nafikiri ndilo jambo zuri la kufanya. Hilo silo. 252. Wito wa Mungu ni jambo ambalo hudhani. Ni jambo, tukio halisi, jambo fulani ambalo umezungumza uso na Mungu, nawe unajua umeagizwa kwenda kufanya jambo hilo. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Hudhani lolote, unaamini jambo hilo tu. Naam, usidhanie. Okay, sikiliza kuthibitishwa kwa lile agizo.
Na nukuu ujumbe wa kuthibitishwa kwa lile agizo. Aya ya 139. Hebu tumchukue Musa. Musa alikuwa na wito maishani mwake. Hiyo ni kweli, bali kamwe hakutumwa. Akiwa na miaka 40 ile alikuwa hajatumwa. Ile alienda yeye mwenyewe. Kwa kusikia ile wito, akaamua aenda, akathubutu. Mungu hakumuunga mkono. Alishindwa. Kuwa mtu mmoja tu ikamgharimu. Lakini alipokutana naye akarudi, aliua wangapi? Karibuni Misri nzima, hadi jeshi lote la Farao. Wala hakuna shida yoyote kwa sababu ilikuwa ni Mungu ndiye anafanya. Ile ya kwanza Musa aliua yeye. Na huruhusi kuua mtu. Mungu ndiye anauaga na kuhuisha. Wewe huruhusi kuua mtu. Anaweza kuua, mwenye haki ya kuua na kuhuisha ni huyu. Kwa ukiua ni dhambi. Kwa yule mtu mmoja aliyeua Musa alitenda dhambi. Kwa sababu kwanza hajatumwa. Kwa ameenda kuua mtu bila kutumwa na Mungu. Maana ameua yeye mwenyewe. Na hiyo ni dhambi. Umeshaona? Lakini Mungu akiua ni haki yake. Ni kiumbe chake, anafanya anavyotaka. Kwa Mungu aliporudi akiwa amevaa mwili wa Musa, aliua halaiki ya watu. Na hakukuwa na shida wala Musa hakuingia shidani. Kwa sababu anayetenda ni Mungu. Amen. Mungu natubariki sana. Amen. Kwa hiyo Musa alikuwa na wito maishani mwake. Hiyo ni kweli. Bali kamwe hakutumwa. Alidhani alitumwa. Basi angalieni jinsi alivyoshindwa vibaya. Mungu atusaidie sana. Amen. 140. Angalia, alishuka kule na kumuua mtu bila kuagizwa kufanya hivyo. Hii ni jumbe. Aliua bila kuagizwa. Ndipo ikambidi kuitoroka nchi, kuitoroka Misri. Naye akashuka kule chini na kulizamisha jeshi zima la Misri akiwa na agizo la kufanya hivyo. Na hakuna neno lililonenwa juu yake. Unaona ukitumwa faida yake. Kama serikali ikakutuma kufanya jambo fulani, ukalifanya yenyewe ndiye imekutuma, serikali ndiye imefanya. Nani atashtaki serikali? Na ashinde. Sidhani. Haya. Bwana tujalie sana. Lakini ukifanya mwenyewe bila agizo, serikali yenyewe ndiyo itakuwajibisha. Kwamba wewe umefanya kwa mamlaka nani? Haya, maana sisi hatujakutuma. Wewe unafanyaje hii? Amen. Basi hivyo ndio serikali ya mbinguni ilivyo. Lazima iwe imekutuma yenyewe. Na yenyewe ndio kama kuna shida yote itawajibika yenyewe. Lakini ukijipeleka na haujatumwa, wewe unaenda sokoni unatukana watu, tunahubiri injili. Alafu anashika mawe anakupiga, unafikiri Mungu atakutetea? Kwanza umejipeleka wewe mwenyewe. Acha Mungu akupeleke. Alafu yeye afanye anachofanya. Vyovyote vile yeye atakuwa upande wako. Kwa sababu amekutuma yeye. Bwana anatujalie sana. Anasema hivi. Kwa hiyo alishuka akiwa na agizo, akaua jeshi zima na hakukuwa na neno. Hiyo ndio tofauti yake. Kumuua mtu mmoja ikamlazimu kutoroka. Jinsi alivyokuwa katika hali mbaya. Maana alifanya hivyo bila agizo. Bali alishuka akaenda kule pamoja na agizo, akalizamisha jeshi zima, akajipatia utukufu kwa Mungu kwa ajili yake. Mnaona? Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kumtendea Mungu kazi bila kuwa mapenzi yake. 45. Naye Mkristo halisi na wa kweli, muamini halisi na wa kweli katika Mungu, humngojea Bwana kwa mambo haya. Ngojea juu ya huduma yako. Kama ukijisikia kuitwa, hakikisha kwamba ni Mungu. Hakikisha kwamba ni sahihi. Hakikisha kwamba yale usemayo yako katika wakati. Biblia ilisema wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, wakienda kwa miguu hawatazimia. Sasa wazia, mtu anasema ameitwa na Mungu, afu hahubiri neno la wakati. Sinaona tu huyo hajaitwa.
Kama umeitwa utahubiri neno la wakati wako. Heri mtumishi yule anayewapa watu chakula cha wakati. Jina la Bwana barikiwe sana. Sikiliza. Kuweka wakfu. Kuweka wakfu. Ujumbe unaitwa kuweka wakfu. Ordination. Kwa Kiingereza ordination. Kuweka wakfu. Aya ya 18. Unaweza ukawa shakarabagara kuhusu kitu chochote kingine. Kitu chochote, maisha yako, mipango yako, miradi yako, chochote kile waweza kufanya shakarabagara. Ovyo ovyo. Fanya vyovyote ovyo ovyo. Sawa? Unaweza kufanya hivyo ovyo ovyo. Bali inapofikia kwenye kikomo chako cha milele, afadhali uwe na hakika kabisa. Penyewe sio ovyo ovyo. Yaani vingine vyote fanya, hata kulima hela 5 kama na mashamba kule lima ovyo ovyo. Haina shida. Japo hupasi kufanya ovyo ovyo. Maana hata shughuli zetu, hata biashara zetu Baba amesema fanya vizuri. Kama kuna kitu utafanya, fanya vizuri kabisa. Lakini sasa kama ungefanya ovyo ovyo, acha vingine ufanye ovyo ovyo. Sio swala la uzima milele. Swala la kikomo cha maisha yako ya milele, usifanye ovyo ovyo. Hakikisha kabisa. Uwe na hakika kabisa. Unaona? Liweke tu hilo niani mwako. Kuwa na hakika kabisa kabisa. Usibahatishe juu ya hilo. Ala? Sikiliza, nabii anasema sisi wa Marekani tumezoea kubahatisha vitu. Lakini kwenye hili la uzima milele usijaribu kubahatisha. Kama nitalipata mahali fulani, nilikuwa nimeliweka hapa. Na Bwana anasema wa Marekani wanapenda kufanya bahati nasibu. Lakini kwenye hili swala, hiyo usifanye bahati nasibu. Amen. Ngoja nipate mara moja, tunafunga sio muda mrefu. Bwana Yesu awabariki kwa wingi. Unampenda Bwana Yesu Kristo? Hebu Mungu anisaidie nilipate. Hii hapa. Waebrania mlango wa 7 sehemu ya 2. Aya 424. Hilo agano la milele ndugu, litafute. Kuna agano la wewe na Mungu la milele. Litafute. Wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Kile kilicho moyoni mwako, mpende Bwana. Uwe na hakika kabisa uwe na hakika kabisa kwamba umeokolewa. Usibahatishe jambo hilo. Unabahatisha wewe. Sisi wa Marekani tunapenda kucheza bahati nasibu, bali usibahatishe kwenye jambo hilo. Wa Marekani wanapenda kufanya nini? Hiyo kamari ya kubahatisha. Lakini kwenye swala la wokovu, kwenyewe huko usifanyage hivyo. Inahusu maisha yako ya milele. Fanya vizuri kabisa na hakikisha. Uwe na hakika ya kwamba uko sahihi. Si kwa sababu ati ulijiunga na kanisa, bali kwa sababu kwamba kweli umezaliwa mara ya pili. Kristo ameingia ndani yako katika utu wa Roho Mtakatifu. Mungu na wabariki kwa wingi. Naenda kumaliza. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Nampenda Bwana Yesu Kristo na naamini na nyinyi mnampenda sana. Na mnataka muwe sahihi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Namalizia jambo fulani kabla sijalifikia hili la mwaminio. Paulo alitaka ahakikishe wito wake. Paulo alitokewa na Bwana kabisa, nuru pa. Sasa wewe nani Bwana? Akamtambulisha, ni mimi Yesu. Na akaambiwa aende mbele, ataambiwa kufanya chochote kile kinachompasa kufanya, na akaenda kubatizwa na kadhalika. Afakachapa mwendo kwenda Uarabuni, kwenda kuhubiri Injili. Karibuni miaka 10 na kidogo hivi. Baadaye akasema, nafanya hivi, naweza kuwa nafanya kazi ya bure. Nitakusomea hapo. Asante, sije nikawa napiga puyanga ya bure hapa. Hebu nirudi nikahakiki. Wale walotembea naye nao wanahubiri hivi hivi.
Kwa lazima uhakiki huduma yako. Waweza kuona, je, unahubiri kama kanda? Ndio maana tunapaswa tuwe na kanda ikicheza kanisa, tuwe na ibada za kanda ili huduma ziwe zina hakiki, zinahubiri sawa na Branham. Si swala kusikiza kanda nyumbani kwako peke yako. Tunapaswa tuwe na kusikiza kanda kanisani, ibada ya kanda, na huduma ziketi na washirika waketi, wote tumsikie Branham. Tuthibitishe huduma zetu. Tuthibitishe huduma zetu. Je, zinahubiri kama Nabii Branham? Wote tuwe tunasikiza. Si swala mhudumu kusikiza peke yake na mshirika kusikiza nyumbani peke yake. Ni swala sisi wote sasa, wahudumu na sio wahudumu, tuketi. Paulo alienda kuketa kama mshirika, alafu kanda ikafanya nini? Ikachezwa. Aone, je, anahubiri kama kanda? Jina la Bwana barikiwe sana. Anahubiri kama Petro aliyepewa funguo. Maana sana anakupa funguo. Utakalifunga hapa, limefungwa kule. Utakalifungua hapa, limefungwa kule. Kwa Paulo akasema, kuna watu. Sasa kuna watu ni nguzo. Na leo nguzo ni Branham. Kuna nguzo. Lazima turudi. Turudi tuketi. Tusikie tunahubiri injili kama Branham. Lazima kanda iwekwe, tusikize wote. Kuna wahudumu hawaamini kusikiza kanda kanisani. Nao tunasema wana shida. Hiyo ni shida. Lazima uketi umsikie Branham akihubiri, pamoja na kusanyiko wote tunaketi na wahudumu na huduma zote 5 na washirika wetu, afu tusikie mchungaji mkuu anavyohubiri, na tunajipima huduma zetu, tunazihakiki, je, tunaenda sawa sawa na yeye? Maana iko moja tu isiyotiliwa mashaka. Huduma 5 tutazitilia mashaka, lakini ambayo hatutilia mashaka ni moja tu, ni huduma ya William Marion Branham. Ndio yakini ya waaminio wa Malaki 4. Bwana anatujalie sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Muda wa kuinukuu hiyo kwa Paulo haunitoshi, lakini ukitaka uinukuu ukiwa nyumbani, nitakwambia unaweza kainukuu wapi. Mimi muda wangu hapa ni mdogo sana, kwa hiyo nakimbilia tu nimalizie kidogo hapa. Ukitaka kuipata ya Paulo, Wagalatia 2, utaanzia 1 hadi 8. Wagalatia 2, 1 hadi 8. Anasema niliona nisipige mbio za bure. Naona Paulo aenda kuthibitisha huduma yake. Akaenda kwa Petro na mitume wengine, asija akawa anapiga mbio bure. Naona kwa akaenda kuketi. Na wakati huduma inaendelea pale, Roho wa Bwana akashuka, akamtaja Paulo mbele za wote. Nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Na Paulo anasema, ndipo wale ndugu walio nguzo wakaniwekea mikono kunithibitisha. Wakasema, tutatenda kazi na wewe. Wewe nenda kwa mataifa, sisi tunaenda kwa Wayahudi. Kwa akawa anafanya kazi akiwa amethibitishwa kazini. Jina la Bwana barikiwe sana. Hana wasiwasi. Ndio maana kawa anasema, kama mimi sio mtume, basi sio mtume kwa wengine, ila kwenu ninyi mimi ni mtume. Maana sijapungua kama wale mitume waliotembea na Bwana. Ishara alizonazo niko nazo. Kila wanahubiri na hubiri. Kwa akawa na kitu cha kusimamia, kwa sababu amethibitishwa kazini. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ndio na nukuu ya mwisho tutakuwa tunatawanyika wapenzi. Dakika zangu zimeisha kabisa. Na nukuu ya mwisho ina kuhusu wewe na mimi. Mwaminio leo. Si ndio tunaitaka hiyo? Mwaminio leo. Kwenye ujumbe wa dhambi isiyosameheka. Dhambi isiyosameheka. Tuanzia 55, nitamalizia na 56. Anasema hivi, sasa najua watu na nyote mnapaswa kukubali kwamba tunao watu katika vikundi vya utakatifu. Tunao watu katika makundi ya Kipentekoste. Mnao watu katika makundi ya Wanazalayo na katika Pilgrim Holiness na katika Methodist na Baptisti, na wote wanajifanya tu kuwa Wakristo ambao si Wakristo.
ndani ya mioyo yao wanajua wao si wa Kristo. Lakini siamini kuna mwanaume au mwanamke yeyote katika lolote la makundi hayo angeweza kamwe kumkubali Yesu Kristo na kutubu dhambi zao kwa kweli, kwa moyo wa kweli uliojisalimisha kikamilifu, akisema Bwana, kweli naamini, ila ambao Mungu angeweka juu yao ubatizo wa Roho Mtakatifu wakati huo hasa. 56. Sasa wewe ni mwaminio, lakini Mungu haitambui imani yako mpaka atakapokuthibitishia. Narudia. Amesema kwanza vikundi vya madhehebu mbalimbali, halafu akavisema, halafu akasema kama kule kuna mwanamume na mwanamke ambao kweli wakaamini kwa mioyo yao yote vizuri, amen, na wakatubu vizuri, wakabatizwa vizuri, wakamkubali Kristo vizuri, Mungu atawapa roho kama wataamini vizuri. Si ndivyo hivyo? Kama wataamini vizuri, maanake neno la wakati huu, hata wametoka madhebuni wakiamini ujumbe vizuri, Mungu atawajaza Roho Mtakatifu. Ndio akaja wewe mwaminio sasa, ambaye tayari sasa ulishakuwa mwaminio. Sasa wewe ni mwaminio, lakini Mungu haitambui imani yako mpaka atakapokuthibitishia. Amina. Lo, ndugu, hebu nikwambie jambo fulani. Wakati imani yako inaweza, anasema inaweza kutambuliwa katika mawazo yako mwenyewe. Ukiamini, unaweza kuwa unajua unaamini, na nasema kwamba huna kingine cha kufanya zaidi ya kuamini, na unapaswa kweli kuamini, ni sawa, amen. Lakini inapoingia katika mawazo ya Mungu, yani huenda ikabaki tu kwenye mawazo yako, wewe ni mwaminio, bado haijaingia kwenye mawazo ya Mungu, bado. Lakini Mungu ikishaingia kwenye mawazo ya Mungu, Mungu huweka muhuri imani hiyo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ibrahimu alimwamini Mungu, naye akahesabiwa jambo hilo kuwa haki, ndipo Mungu akampa muhuri wa tohara kama ishara ya kwamba alikuwa amemkubali. Na Bwana akasema haleluya. Na muhuri wa Mungu aliye hai siku hizi, yachunguzeni maandiko, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya mioyo ya mwanadamu, juu ya moyo wa mwanadamu. Amina. Waefeso 4:30 inasema msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Muhuri wa Mungu, Mungu akikutambua wewe kama mwaminio, hukutia muhuri akakuweka katika mwili kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu awabariki. Tusimame. Kama kuna kitu unapaswa ushughulikie, ni uhakiki wa wito wako na uteule wako. Hiyo ndio maombi nataka mtu ombe, wapenzi. Maisha yenu, au kuanzia leo na kuendelea, kuanzia siku tumeanza kuhubiri na kuendelea, juu ya hakikisho, fanya hivyo. Hakuna njia nyingine utapata hakikisho ila kwa maombi. Mwambie Mungu, nihakikishie kwa njia yote ile. Alafu nasema ndugu Helatan, unanipa kazi ngumu, lakini mbona wapenzi wetu wengi wamethibitishiwa? Mahali popote mtu alikuwa na wasiwasi na jambo la kiungu, sana Mungu anajua jambo lenyewe ni swala zito, linahusu maisha yako ya milele. Unafikiri Mungu atanyamaza? Jambo fulani limuhusu Yusufu. Yusufu alikuwa mwaminio, tena mtu mwaminifu. Akakutana na kigingi njiani kwenye maisha yake ya ndoa, ya uchumba. Mpenzi wake ana ujauzito usioeleweka, wenye maelezo yasiyotosheleza akili ya binadamu. Akasema, hii jambo linakueje hii? Tunatendeana nini haya? Alafu mambo yenyewe ushahidi haupo. Yaani kesi yenyewe hata hatuwezi kukaa tukatatuliana. Hakuna mahakama duniani tatutatulia. Kwamba tu kitu fulani katokea, si nuru, si mtaka tokea, alafu kashangari mjamzito. Tunaanza kupakana, kuwepeana makosa namna hiyo. Akaazimu kumwacha kwa siri, avunje uchumba kwa siri. Biblia inasema hilo jambo likawa analiwaza. Kama mwamini alikuwa analiombea. Sasa ndio maisha ya mwamini. Likawa linamsumbua mpaka pate majibu. Wakati na waza, Mungu akamtokea kwa njia hafifu. Mungu atakujibu hata kwa njia hafifu.
na huwa anakujibu kulingana na level yako ya kiroho. Yeye atakujibu kwa yani hata usiseme hivi nitajueje Mungu akatathibitisheje. Yeye atakuja kulingana uelewa wako. Atalainisha mpaka utaelewa amenithibitisha. Wakati anaomba Yusufu, anaomba malaika akamtokea, usihofu. Kwa lugha nyingine, acha kuwa na wasiwasi. Ondoa mashaka na kuhakikishia ile mimba ni Mungu. Yote aliyokushuhudia ni kweli. Mbona asubuhi akasema akasema Mungu akubariki. Akampa mkono, asa Mungu akubariki kipenzi. Na Mungu akawa amemwambia mchukue. Hiyo ni yangu. Na akamwambia usimguse mpaka mtoto azaliwe. Mungu inapohusu mambo ya kiungu na yanamhusu Mungu, huwa anashughulikia. Kwa hiyo usihofu kwamba sijui nitathibitishwaje, mbona inatana nipa mtihani mkubwa. Ni mtihani rahisi kabisa. Wewe endelea kumwambia Mungu, nithibitishie mimi ni mwaminio. Ni kweli naamini. Ujumbe na upenda. Nampenda nabii. Ni kweli naona hii kitu ikisema ni kweli. Ila nataka ushahidi. Ili niwe na vigezo pa kukamata. Hata nikiingia shidani niseme wewe uliniambia. Tuombe wapenzi, tuombe. Bwana Yesu Kristo, Mungu wa Nabii Branham, tunakushukuru kwa neno lako la kweli. Tunaomba utusaidie. Niko na ujumbe wa hakikisho la wito wetu na uteule wetu. Naomba uwasaidie watoto wako kwamba watapata hakikisho. Watakuwa na hakika kwamba wameitwa na kuteuliwa. Ni pale wewe utawashuhudia mwenyewe. Mungu, ingilia kati maisha yetu. Tutendee jambo la heri mioni mwetu. Hata tuwe na amani. Tuondolee wasiwasi kama ulivyomwondolea Yusufu. Hata akawa ana uhakika wa kile anachokifanya. Baba, ulimwondolea hata Paulo hofu ya kwamba anahubiri injili kama ni sawa au sio sawa. Aliporudi Yerusalemu, wewe ukatamka kwa unabii. Na watu wale wakatambua kwamba yule ni mtumishi wako. Na wakampa mkono. Na akawa na hakika kwa sababu watu wa Mungu waliokuwa wameagizwa na Mungu wakina Petro wamempa mkono wa ushirika. Na kwa uthibitisho huo akawa ameamini kwamba hakika umemthibitisha. Utatufanyia hivyo Bwana. Ulimfanyia hivyo Musa alipokuwa anafanya kazi bila agizo, akakwama kabisa. Lakini siku alipokutana nawe na akakuhoji maswali na ukamjibu na ukampa hakikisho na ukasema utakuwa pamoja naye. Ndio maana hata pale kwenye bahari ya Shamu alipoanza kulia ukasema unalia nini? Tayari nisha kuhakikisha wewe ni mtu wa Mungu. Nena neno tu. Fanya tu maajabu yako ambayo nimekupea. Maajabu niliyokupea. Na ukamwezesha kushinda ile changamoto. Na bahari kaachia na wakapita na jeshi la Farao likaangamia. Kwa sababu ulimpa hakikisho. Tupatie hakikisho kwamba tuko kwenye kunyakuliwa. Tupatie hakikisho tuko kwenye kundi la waaminio, la bibi harusi mteule anayenyakuliwa. Tupe hakikisho kwa kutuzaa mara ya pili na kutujaza Roho Mtakatifu. Hata kama tufanyia hivyo, tuthibitishie tena na tena na tena na tena na tena. Gideon akakwambia, kama kweli ni wewe umenitokea, kama kweli mimi nitaokoa watu wako kwa mkono wangu, wataokolewa, basi nithibitishie, nihakikishie kwamba ni kweli umenituma. Na ukamhakikishia, sio mara moja, mara mbili na zaidi, wewe ni Mungu. Naomba ukawahakikishie watu hawa kwamba wao ni wateule wa Mungu, wameitwa na Mungu na ni wateule. Katika jina la Yesu Kristo na wakabidhi kwako. Amen. Mungu awabariki sana.